Na moja kwa moja tuanzie na mzozo wa Mashariki ya Kati. Marekani na Iran zimetishia kushambulia miundombinu muhimu wakati vita katika Mashariki ya Kati ambavyo vipo katika wiki yake ya 4 vikiweka maisha ya watu hatarini kote katika kanda hiyo. Nalo jeshi la Israel lilianzisha mashambulizi katika maeneo matatu ya utawala wa Iran mjini Tehran. Bruce Amani na ripoti kamili kuhusu mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Iran imesema mlango bahari wa Hormuz ambao ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine utafungwa kabisa ikiwa Marekani itatekeleza kitisho cha Rais Donald Trump cha kushambulia mitambo yake ya umeme. Trump alitangaza Jumamosi usiku muda wa mwisho wa saa 48 kwa mlango huo kufunguliwa. Hayo yalijiri wakati viongozi wa Israel walitembelea moja ya jamii mbili za kusini karibu na eneo la siri la utafiti wa nyuklia lililopigwa na makombora ya Iran Jumamosi jioni, huku watu wengi wakijeruhiwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo lililoshambuliwa la Arad, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema ni muujiza kwamba hakuna mtu aliyeuawa. Amesema Israel na Marekani wanaendelea kumwangamiza adui. Well, we've defined two clear goals. Tumeweka wazi malengo mawili. Moja ni kuvunja kabisa mpango wa nyuklia, kuvunja kabisa mpango wao wa makombora, kuvunja kabisa uwezo wao wa kufanikisha miradi hii miwili. Tunakaribia kufanikisha hilo. Pia tumeweka lengo la kutengeneza mazingira kwa watu wa Iran kuupindua udhalimu huu ambao umewatesa na kufanya maisha kuwa magumu na unafanya maisha kuwa magumu kwa ulimwengu mzima. Na natumai tutafanikisha hilo pia. Jeshi la Israel lilisema leo asubuhi kwamba lilianzisha wimbi kubwa la mashambulizi yanayolenga miundombinu ya utawala wa Iran huko Tehran. Milipuko ilisikika kote Tehran, huku shirika la habari la Fars likisema mashambulizi ya anga yalilenga maeneo 5 ya mji mkuu huo wa Iran. Wakati huo huo, Kuwait, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia zimesema mapema leo kuwa mitambo yao ya ulinzi wa angani iliyashughulikia makombora na droni, huku ving'ora vya kutahadharisha kuhusu mashambulizi ya angani vikilia Bahrain. Naye mkuu wa shirika la nishati la kimataifa IEA Fatih Birol amesema uchumi wa dunia uko chini ya tishio kubwa kutokana na mgogoro wa nishati unaosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Ameonya kwamba hakuna nchi itakayokwepa athari zake. Amesema shirika lake linashauriana na serikali za Asia na Ulaya kuhusu kutolewa kwa mafuta ya akiba kama itahitajika. Kwingineko, mapigano yamepamba moto kusini mwa Lebanon, huko kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran likidai kuhusika na shambulio la anga lililomuua mtu mmoja kaskazini mwa Israel. Siku ya Jumapili, Israel ilipanua orodha yake ya maeneo inayolenga ili kujumuisha madaraja ya mto Litani ambayo waziri wa ulinzi Israel Katz alisema Hezbollah inayatumia kuhamisha wapiganaji na silaha kuelekea kusini. Baadaye Israel ililipua daraja la Kasmiye karibu na Tiro baada ya kutoa onyo la saa moja. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema hatua ya Israel kuyalenga madaraja kusini mwa nchi ni maandalizi ya jeshi kuanzisha uvamizi wa ardhini. Asante sana Bruce Amani kwa ripoti hiyo. Tukisalia hapo hapo Israel leo imesema imefanya mashambulizi mapya dhidi ya taifa hilo ambalo pia limetishia kulipiza kisasi kwa kushambulia miundombinu muhimu katika eneo lote la Mashariki ya Kati, katika vita ambavyo vimeitumbukiza dunia kwenye mgogoro mbaya zaidi wa nishati katika miongo kadhaa. Sudi Mnete amemuuliza mkazi wa muda mrefu wa Iran na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mashariki ya Kati Abdul Fattah Musa ambaye sasa yupo visiwani Zanzibar. Kwanza amemuuliza hali ikoje katika eneo la Iran. Pamoja na kwamba duru za ndani nazo zimeripoti kutokea mashambulizi haya hasa katika mji mkuu wa Iran Tehran, upande wa mashariki na magharibi yake, na vile vile baadhi ya duru zimeripoti kwamba amefanywa katika baadhi ya miji mingine pia, hata katika maeneo ya kusini mwa Iran ambako inasemekana amelenga pia hata baadhi ya taasisi au vyombo vya utabiri wa hali ya hewa vya Iran ambavyo si vyombo vya kijeshi. Ni kitu ambacho kwa namna fulani hatuwezi kusema kwamba labda hakijawahi kushuhudiwa mfano wake, lakini bila shaka kama ilivyo mashambulizi mengine yatakuwa na athari kubwa sana katika kudhoofisha nguvu za kijeshi za Iran. Hali ikoje kwa raia wa kawaida?
vinaripotiwa vifo? Vifo vimeripotiwa hata katika baadhi ya sehemu. Inasemekana kwamba watoto wadogo pia ni miongoni mwa waliouawa katika mashambulizi haya. Na kwa raia wa Iran wa kawaida, kwa sababu Iran haina mfumo kama ule ambao upo Israel wa kuweza kuwapa tahadhari watu kabla ya shambulio na kuwepo maeneo maalum ya kuweza kujikinga au kujificha, kujihifadhi na mashambulio, inakuwa ni wepesi sana maafa ya kiraia katika mashambulizi ya kijeshi ndani ya Iran huwa na taathira kubwa, na ndio maana hadi sasa karibu raia 2,000 wa Iran wameripotiwa kuuawa kutokana na mashambulizi haya ya kijeshi. Rais Donald Trump alionya kwamba Marekani itaishambulia na kuifuta kabisa mitambo ya umeme ya Iran endapo haitafungua kikamilifu ujia wa bahari wa Hormuz ndani ya saa 48, akisema hivyo, na hatua iliyosababisha pia Tehran, serikali kusema kwamba itajibu shambulizi lolote kama hilo kwa kushambulia meli za Marekani na Israel za nishati na miundombinu. Ipo ishara ya upande mmoja kwa kauli kama hizi za vitisho kusalimu amri? Inavyoonekana hakuna mwelekeo huo, kwa sababu jibu la Iran limekwenda mbali zaidi kwa kutishia kwamba endapo miundo mbinu yake ya nishati itashambuliwa, itachukua hatua sasa ya kufunga kikamilifu mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu tunajua kwa sasa Iran inaruhusu baadhi ya meli za mafuta kupita katika mlango bahari huo, na zaidi nasema inazuia zile meli ambazo zina mfungamano na Marekani na Israel na washirika wao. Kwa hivyo ikiwa kitisho hichi ilichotoa Iran cha kuamua kufunga kikamilifu mlango bahari wa Hormuz kitaweza kutekelezeka, bila shaka athari zake kwa masuala ya kinishati na hasa kuathiri hali ya kiuchumi kimataifa, bei ya mafuta itakuwa ni kubwa zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Jibu fupi, yote hayo yanaonyesha vita hii inaingia katika mwelekeo wa hatari zaidi, ikiingia katika juma lake la 4. Nani ana karata ya amani ya Mashariki ya Kati kwa wakati huu? Bila shaka ni rais wa Marekani Donald Trump, ambaye yeye ndiye aliyevianzisha vita hivi ambavyo inaaminika vimetokana na mashinikizo ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kwa sababu si vita ambavyo vilikuwa vina sababu za kimsingi, vina sababu za kisheria. Kwa hivyo endapo Marekani itarudi nyuma na kama inavyosema Iran, kama matakwa yake yatatekelezwa, bila shaka amani itaweza kupatikana katika Mashariki ya Kati. Lakini zaidi ni kwamba ni kuweza kumalizika uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo. Ni Sudi Mneti alipokuwa akizungumza na Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mashariki ya Kati.